Tukishamaliza kufanya maombi, tutaingia katika wazo la jioni tu kwa muda mfupi, kisha ndio tuweze kukaribisha Sabato yetu rasmi kwa wazo la jioni ya leo. Kwa hiyo nakaribisheni wote tuweze kufanya maombi. Na tuombe. Mtakatifu, mbaji mfalme na Baba yetu ishie milele, mbaji wa mbingu na nchi na vyote vilivyomo, Bwana wa Sabato, tunakuja mbele zako jioni ya leo tukiwa na wingi wa shukrani kwa sababu umekuwa mwaminifu kwetu na Mungu mwenye rehema. Ndio maana tumeweza kusafiri kwa muda wa siku 6 tangia Sabato iliyopita, ukatuongoza kuingia katika wiki nyingine na kuanza siku ya kwanza juma hili mpaka siku ya leo ambayo ni siku ya 6 na ambayo ni siku ya maandalio ya Sabato, hadi kuingia katika mwanzo wa siku yako takatifu jioni njema ya leo. Tumeona mkono wako, kila mmoja anazo shuhuda za ajabu ambazo hakuna kurasa zitaweza kutoshea, kwa sababu umekuwa mwema kwetu, mlinzi wetu. Ndio maana tunaweza kuongea na ndio maana tunaweza kutoa sifa kwa vinywa vyetu, tukishukuru kwa njia ya nyimbo pia na kutafakari kwa mapenzi yako. Tunakualika tuingie hapa katika neno lako, uwe nasi ili kusudi Bwana uweze kunena nasi, tuweze kuingia pamoja nawe katika utakatifu wako Sabato. Katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Okay, ni kwa nafasi nyingine ambapo tungeweza kuingia katika maandiko matakatifu. Kila mmoja nafikiri ana Biblia yake, ajiweke tayari kusudi tunapozungumza habari hizi ni habari kila mmoja anazo. Maana Biblia ni neno la Mungu na tumekuwa nalo kwa muda mrefu, so hakuna cha ugeni hapa. Maandiko ni maandiko matakatifu ya Mungu, tumekuwa nayo, tumekuwa tukiyasoma, lakini ni mapya kila siku katika maisha yetu. Kwa hiyo ningelipenda tuingie katika wazo la jioni ya leo, tukijenga katika kitabu cha Tito, kitabu cha Titus, Tito 2 mstari wa 11. Mpaka nisubiri umalize kupata, kisha ndio tutasoma kwa pamoja ili tuweze kutembea kwa pamoja. Kitabu ni Tito 2:11, Titus chapter 2 verse 11 up to 14. Na kabla sijaingia katika somo hili, niseme kwamba katika wimbo ambao tulitangulia kuimba, uliniimbie tena wimbo nambari 139. Maandiko nasema wazi, wimbo ule umeweza kusimulia kisa ya kwamba Mungu ni mwema kwetu. Amekuwa mwema kwetu, maanake ametupatia neno la uzima. Na tumeweza kuimba hivyo. Ukiimba kwa kuelewa wimbo ule, utapata una ujumbe fulani ambao unahusiana sana na habari hizi ambazo tunaenda kusoma hapa katika kitabu cha Timotheo, katika kitabu cha Tito ya kwamba Mungu amekuwa mwema kwetu, neno lake ni neno la uzima kwetu. Kwa hiyo neno ile ambalo ni neno la uzima lina habari njema kwetu sisi. Na habari hizi ninazosoma hapa, naomba tuweze kuingia kwa pamoja. Mkishapata muweze kuniambia kusudi tuweze kusoma kwa pamoja. Sitaki tuache mtu nyuma. Tito 2 mstari wa 11 hadi 14. Na nitasoma. Ndugu yangu naweza nisomea pale kisha Tito 2 mstari wa 11 inasema, maana neema ya Mungu maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Mpaka pale mwalimu, naomba msomaji amini. Ningependa tusome mstari kwa mstari kusudi tuweze kuelewa maana na muhimu. Maana watu wengi wamekuwa katika hali ya kusoma Biblia kama gazeti ama kama vitabu vya kawaida. Lakini tunapenda kusoma mstari kwa mstari kusudi tuweze kuelewa maana yake. Maana tunaambiwa tusome kwa kufinyilia na kwa uangalifu mwingi. Maana hii ni sauti ya Mungu inayonena nasi. Kwa hiyo katika mstari huu ambao tumeweza kusomea, tunaona kwamba kwa maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Mungu ametufunulia habari za neema yake kamilifu. Kwa hiyo hapa hakuna kitu ambacho Mungu ameacha kiwe ficha ama kiwe kimefunikwa kinachohusiana na wokovu wetu. Means that ina maana kwamba Mungu chochote ambacho kinatufaa sisi kwa ajili ya wokovu wetu ashakiweka, amekiweka wazi tayari. Kwa hiyo mstari wa 11 alafu tuendelee. 12. Nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia. Asante, mpaka pale. Hii neema ambayo imefunuliwa inatufundisha sisi kukataa ubaya na tamaa za kidunia. Hii neema ambayo imefunuliwa kwetu ambayo ni wokovu wetu inatufundisha kukataa ubaya wote wa kidunia, ina tamaa mbaya zake zote za kidunia hii. Alafu inaendelea, tupate kuishi kwa kiasi
na mpaka haki. pale mwalimu, naomba usome kwa mstari kwa mstari. Asante mwalimu. Tupate kuishi kwa kiasi, tuwe na temperance. na haki. Kwanza mpaka pale we must have temperance in whatever our lives, in whichever the way. Yaani hii inatufundisha, hii neema ya Mungu ambayo imefunuliwa kwetu, ambayo ndio wokovu wetu sisi, yatufundisha kukataa ubaya na uovu wetu wa kidunia na tamaa mbaya zake zote. Kisha inatufundisha kuishi kwa kiasi. Lazima tuishi kwa kiasi. Maanake katika siku zetu hizi, katika ulimwengu ambao tunaishi, tunaona ya kwamba watu wanafanya mambo kwa extreme. Watu wanafanya mambo kwa kuzidisha kiwango. Ndio maana utapata ya kwamba kama kwa mfano mambo ambayo yanaendelea duniani, kama ni kuvaa, watu wamevaa kuzidi kiwango. Unaona? Mpaka watu wametembea uchi, wameona mpaka mavazi hayana maana. Unaona? Kila kitu kimezidi kiwango. Yaani vitu zote mwanadamu ame extreme in everything. Ameweza kuzidi. Kwa hiyo lakini sisi ambao ni wana wa Mungu, ambao tumefunuliwa hii neema ya Mungu inayotuokoa, imetufundisha kuwa na kiasi na haki. Alafu endeleza mstari. Na haki na utaua. Na utaua pia. Utaua ni mojawapo ya tabia za Ukristo ambazo zinatofautisha mtu wa dunia na mtu wa Mungu. Maanake utaua ni hali ambayo ni hali ya kumfanya mtu kuwa mnyenyekevu, humbleness. Ni ile hali ya kufanya mtu kuwa mnyenyekevu. Maanake watu wa dunia hawapende kunyenyekea. Kwa kweli ukiangalia vizuri katika ulimwengu ambao tunaishi, watu ni watu wenye kiburi. Watu ni watu wenye majivuno, unaona? Na hakuna mtu yule ambaye anakubali kwenda chini. Hata unapofikia katika masuala yoyote ya kimaisha, kikazi, shughuli na mambo hapa na pale, hata mambo ya kinyumbani, utapata kwamba naomba kidogo. Utapata kwamba kumekuwa na vurugu na balaa nyingi na pambano nyingi katika kule nyumbani, kwa sababu watu hawapendi kuwa wanyenyekevu. Kila mtu anapenda kuwa wapi? Anapenda kuwa juu. Hakuna mtu ambaye ana tabia ya utaua. Na huu utaua tunafundishwa, ulifunuliwa na hii neema. Kwa sababu tunaambiwa kwamba neema iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa kwetu, ikatufundisha kuacha uovu na dhambi za dunia na tamaa zake, ikatufundisha kiasi, haki na utaua, unyenyekevu. Alafu kisha mstari wa 11, katika ulimwengu huu wa sasa. 13 nasema, tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Kwa hiyo sasa, hii jambo la kushangaza sana, mstari wa 13. Hii neema ambayo tumefunuliwa sisi inatufundisha ili kusudi tuweze kuishi maisha ya utaua, maisha yanayomfanana Mungu, maisha yaliyo na mfano mwema, tukilitazamia tumaini lenye baraka, mafunuo ya utukufu wa Yesu Kristo, Mungu wetu mkuu na mwokozi wetu. Kwa hiyo hii inasaidia mtu mwenye analia katika safari ya mbinguni. Maana yake inakusaidia kuweza kuwa na tabia na mfano wa Kristo mwenyewe. Maana yake tunapozidi kumngojea Yesu kurudi mara ya pili, tunao mfano ambao tumefundishwa. Tunazo characters, yani tuna ile tabia ambayo tumefundishwa kukaa nayo katika ulimwengu huu. Yaani ili kusudi tuweze kutofautiana na nini? Na ulimwengu. Maana yake tunamtarajia Yesu ambaye tabia zake ni tofauti sana na za ulimwengu. Yeye ni mnyenyekevu, yeye ni mpole, yeye ni mtaua. Yeye amekataa ubaya wote wa dunia katika tabia zake zote hapo awali alipokuwa duniani. Kwa hiyo tunafundishwa haya yote, ama hii tabia yote ambayo tumefundishwa kupitia kwa neema ambayo imefunuliwa kwetu, ili kusudi tuweze kumngojea Yesu tukiwa tayari. Unaona? Na ili tumngojee Yesu tukiwa tumefanana naye. Maana yake ni wale tu ambao wanamfanana Kristo watakaoweza kufanya nini? Watakaoweza kumstahimili wakati anaporudi mara ya pili. Lakini kama umemfanana au hujamfanana Kristo, basi ina maana kwamba wewe utakuwa umefanana ulimwengu na utamkimbia Kristo. Alafu kisha mstari wa 14, ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe na maasi yote. Mpaka pale msomaji. Sasa mstari wa 14 hapa anakamilisha kwa kusema hivi, ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe na maasi yote. Kwa hiyo Yesu alijitoa nafsi yake yote kikamilifu mpaka akafa. Kweli. Maana maandiko anauliza, ni urafiki gani unaozidi huu mtu kujitoa nafsi yake kwa ajili ya mwenzake? Kwa ajili ya mwenzake. Kwa hiyo Yesu mwenyewe alijitoa kikamilifu, akajitoa kiuzima, akafa mzima msalabani ili kusudi aweze kutufanya nini? Aweze kutukomboa dhidi ya ulimwengu. Ndio maana anatuita kwamba tujifundishe kwake yeye ambaye ana utaua, ambao umefunuliwa kupitia kwa neema hii ambayo tumepokea, ambaye ana unyenyekevu, ambaye amekataa ubaya wa dunia hii, ambaye ana kiasi katika mambo yake. Alafu kisha mwalimu malizia na kujisafisha, mwalimu soma vizuri. Na kujisafishia watu wawe milki yake mwenyewe, wale walio na
juhudi katika matendo mema. Ndio hapo sasa. Yaani hapa kumbe hii neema ambayo imefunuliwa kwetu, Mungu ana mpango, ana kusudi na neema hii katika maisha yetu, ili ajisafishie watu, ajiandalie watu ambao anaporudi mara ya pili apate watu waliomfanana. Maana maandiko yanasema ya kwamba Yesu ndiye mzaliwa wa kwanza mbinguni. Sisi ni ndugu zake kama tukitenda mapenzi ya nani? Yeah. Ya Mungu. Kwa hiyo yeye hapa kupitia neema hii ambayo imefunuliwa kwetu, yatufundisha na kutuandaa kumfanana Kristo, ili kusudi anapofunuliwa nasi tupate kibali cha kuweza kurithi na nini? Kurithi pamoja naye. Alafu kisha hapa hivi nasema hiyo 14 kimalizia, apate kujisafishia watu wawe milki yake. Yaani hapa kumbe kupitia kwa neema hii tunasafishwa, tunaandaliwa ili tuweze kuwa watu wa milki ya nani? Ya Mungu. Wale ambao tutamiliki na Yesu mbinguni. Maana hakuna mtu mwenye dhambi atakayeingia mbinguni. Hata katika kitabu cha Biblia Ufunuo inasema kwamba nje ya mji huo ndio kunapatikana nini? Wachawi, wasinzi na wenye dhambi. Ikiwa na maana kwamba wote walioingia mbinguni ni watakatifu waliomfanana nani? Kristo Yesu. Yes. Kwa hiyo neema hii ambayo imefunuliwa inatufundisha sisi katika ulimwengu huu tuishi maisha yaliyo tofauti na ulimwengu, yaliyo na kiasi, tukikataa uovu na dhambi zote za ulimwengu na tamaa zake, ili tuweze kuwa na mfano wa utaua. Mfano wa utaua unapatikana tu kwa Kristo. Tuweze kujifundisha na kuwa kama Yesu katika ulimwengu huu, na tuweze kuwa role models kwa wale ambao wanatazama katika ulimwengu, kwa majirani zetu waweze kuvutiwa. Maana maandiko yanasema kwamba nitakapoinuliwa juu nitawavuta wote waje kwangu. Kwa hiyo sisi tupo duniani tuweze kumwakilisha Mungu, tuweze kumuinua juu kupitia matendo yetu yanayomfanana Kristo. Ndiposa watu wa ulimwengu watavutiwa na kupendezwa na Ukristo wetu. Watakuja kusudi tuweze kuandaliwa pamoja na kusafisha kuwa watu wamiliki pamoja na Yesu. Amen. Naomba tuweze kumalizia hapo na Mungu aweze kubariki. Amen. Naomba uweze kutuombea sisi yetu mdogo. Karibia makofi. Mungu Mwenyezi Mungu, tuja mbele zako tukushukuru na tukuinua jina lako. Asante kwa kuwa nasi, asante kwa kutuongoza kwa vipindi ambavyo vimeisha. Tumekusifu kwa nyimbo na hata neno lako Yesu Kristo, ili kaweze kufanya tukaweza kujatilia manani mambo ambayo tumejifunza siku ya leo. Yesu, ukae nasi na ukatuongoze, tusamee dhambi zetu ambazo tumetenda. Mungu, uweze kutuongoza na kutulinda. Kesho fikia hapo siku ya Sabato imeshaanza Yesu, tutakapoamka kesho kwenda kanisani tuweke vyema na tuongoze. Ongoza pia wengine ambao wana ibada zao nyumbani mwao. Yesu Kristo, uwe nao na waongoze. Na nikupitia jina lako tunaomba. Amen. Thank you. Asante. Mungu anaweza kuwabariki. Amen.